Papa Francis amewashukuru waumini na wasio waumini wa kanisa Katoliki kwa kuendelea kumwombea afya njema tangu alipolazwa Februari 14, 2025. Papa Francis mwenye umri wa miaka 88 amelazwa katika hospitali ya Gener mjini Roma akisumbuliwa na maradhi kwenye mfumo wa upumuaji. Maradhi hayo yamesababisha asionekane hadharani kwa zaidi ya wiki 3. Katika ujumbe wake wa sauti yani audio kwa waumini aliyoutoa jana jioni Machi 6, 2025, Papa Francis amesikika akizungumza japo kwa shida. Kauli yake hiyo imeelezwa kuwarejesha matumaini waumini wa kanisa hilo ambao wamekuwa wakitumia muda mwingi kumwombea. Hotuba ya Papa Francis iliyorekodiwa na kutangazwa kupitia vipaza sauti katika uwanja Mtakatifu Petro huko Vatican kabla ya sala ya Rozari ya jana jioni ilikuwa mara ya kwanza kwa wafuasi wake kusikia sauti yake tangu alazwe hospitalini takriban wiki 3 zilizopita. Nawashukuru kwa dhati kwa maombi yenu kwa ajili ya afya yangu kutoka uwanjani, nami na wasikiliza kutokea hapa hospitalini. Mungu awabariki na Bikira Maria awalinde. Asanteni, alisema Papa Francis akizungumza taratibu kwa lugha ya Kihispania ambayo ni lugha yake asili. Baada ya kusikika sauti ya kiongozi huyo wa kiroho, umati uliokuwa kwenye uwanja huo ulilipuka kwa kupiga makofi kuashiria furaha ya kumsikia tena kiongozi wao huyo aliyetangazwa kuwa na hali mbaya kiafya mara kwa mara akiwa hospitalini hapo. Ingawa Papa ametoa ujumbe zilizoandikwa kutoka hospitalini na Vatican imetoa taarifa 2 kwa siku kuhusu hali yake hivi sasa, bado hajatoa ujumbe wa video unaomuonyesha muonekano wake tangu Februari 14 alipolazwa hospitalini hapo akipambana changamoto kwenye mapafu, ikiwa ni pamoja na homa ya mapafu na pneumonia kwenye mapafu yake. Hii ni mara ya 4 kwa Papa Francis kulazwa hospitalini tangu ashikwe wadhifa huo, na sasa hivi ndivyo amekaa hospitalini kwa muda mrefu zaidi katika historia ya kuugua kwa kiongozi huyo tangu awe papa mwaka 2013. Papa Francis amekuwa na matatizo ya mapafu kwa sehemu kubwa ya maisha yake. Akiwa kijana aliwahi kuugua pneumonia kali iliyosababisha sehemu mapafu lake moja kuondolewa. Kwa mujibu wa taarifa rasmi ya Vatican, madaktari wanaomtibu wanasema hali ya kiafya ya Papa Francis inaendelea kufuatiliwa kwa ukaribu baada ya kukumbwa na changamoto ya upumuaji mara kadhaa, hususan Jumatatu iliyopita, ingawa hali yake imeimarika tangu wakati huo. Vatican imeripoti leo asubuhi kuwa Papa Francis hajakumbana na changamoto tena ya kwenye mfumo wa upumuaji inayomtishia maisha yake na hana homa. Anaendelea na tiba ya kupumua na mazoezi ya viungo, na alikuwa na siku yenye shughuli nyingi Alhamisi akifanya kazi kadhaa na kupokea ekaristi kabla ya chakula cha mchana. Ratiba ya kiongozi huyo kutoka Argentina imepunguzwa ili kumpa nafasi ya kufuatilia matibabu yake kwa ukaribu zaidi. Kiongozi huyo hakuhudhuria ibada ya Jumatano ya Majivu ambayo huashiria mwanzo wa Kwaresima kwa mara ya pili katika kipindi cha miaka 12 ya kuhudumu kwenye wadhifa huo. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho kimeonekana kuendelea huko ambapo Papa Francis bado ameendelea kulazwa.